Manchester City bado haijaondoa uwezekano wa kumsajili kiungo wa Chelsea na timu ya taifa ya Argentina, Enzo Fernandez, licha ya muda ambao Chelsea iliweka kwa klabu hiyo kuwasilisha ofa rasmi kupita bila makubaliano. Chelsea ilikuwa imeweka saa 11 jioni Ijumaa Agosti 14 kama muda wa mwisho wa City kuwasilisha ofa ya pauni milioni 120 kwa ajili ya kumsajili Enzo Fernandez. Hata hivyo, City haikuwasilisha ofa hiyo ndani ya muda uliowekwa, jambo lililoifanya Chelsea kuamini kwamba mchezaji huyo ataendelea kuwa sehemu ya kikosi chake msimu 2026-27. Kwa upande wa Manchester City, tarehe hiyo haikuwa mwisho kabisa wa mazungumzo. City bado inaendelea kufuatilia uwezekano wa kumsajili Fernandez, huku ikiaminika kuwa mchezaji huyo angekuwa tayari kuhamia Etihad Stadium iwapo makubaliano yangefikiwa. Kuvutiwa kwa City na Fernandez kumeongeza zaidi kutokana na mabadiliko makubwa yanayotokea katika safu yao ya kiungo, hasa baada ya Rodri kukubali kujiunga na Barcelona. Vyombo mbalimbali vya habari England pia vimethibitisha kuwa City bado inatarajiwa kuwa hai katika soko la usajili kabla ya dirisha kufungwa. Kwa sasa Chelsea imebadili msimamo kuhusu mchezaji huyo. Klabu hiyo mwanzo iliweka wazi kwamba inataka pauni milioni 120 ili kumruhusu Fernandez kuondoka, na baada ya City kushindwa kufikia thamani hiyo ndani ya muda uliowekwa, Chelsea sasa inatarajia kumweka kwenye mipango yake. Kiungo huyo Fernandez ana mkataba wa muda mrefu na Chelsea hadi mwaka 2032. Hivyo klabu hiyo iko katika nafasi nzuri ya kumzuia iwapo haitapokea ofa inayokidhi thamani yake. Chelsea pia imewahi kuonesha kwamba ingependa kuendelea na Fernandez licha ya taarifa za kuwa mchezaji huyo amekuwa akifikiria kuondoka klabuni hapo. Enzo Fernandez mwenyewe hali yake bado inafuatiliwa kwa karibu. Kiungo huyo wa Argentina alijiunga na Chelsea kutokea Benfica mwaka 2023 kwa ada iliyokuwa rekodi kwa klabu hiyo, na tangu wakati huo imekuwa mmoja wa wachezaji muhimu katika safu ya kiungo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa alikuwa tayari kuangalia uwezekano wa kuondoka Chelsea, huko Manchester City ikiwa ni miongoni mwa maeneo yanayotajwa zaidi. Hata hivyo, hakuna uthibitisho kwamba Fernandez tayari amekamilisha makubaliano binafsi na City, hivyo kwa sasa bado ni mchezaji wa Chelsea. Huku Manchester City haikufikia pauni milioni 120 kabla ya deadline ya Chelsea, lakini hilo halimaanishi moja kwa moja kwamba uhamisho huo umeshindwa kufanikiwa kabisa. Dirisha la usajili bado linaendelea hadi Septemba 1. City inaweza kurejea na ofa mpya ikiwa itaamua kufanya hivyo. Chelsea kwa upande wake inaonekana kuwa tayari kumweka Fernandez kwenye kikosi chake, isipokuwa ipokee ofa kubwa inayokidhi au kuzidi matarajio yake. Kwa hivyo, Enzo Fernandez bado ni mchezaji wa Chelsea, lakini uwezekano wa sakata hilo kuibuka tena kabla ya dirisha kufungwa bado upo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.